kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Wakati huu ni wakati mwafaka, msikizaji, pote pale ulipo. Tunaenda kupokea taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, wakati ambapo ni Afrika leo mchana. Karibu katika taarifa yetu ya habari ya Afrika leo mchana kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na Mfalme Malkia wawasili Vatican, treni ya kisasa yapata ajali Tanzania, mabehewa matatu yaacha njia. Uchaguzi mkuu Tanzania, ambapo Zanzibar yatangaza Jumatano kuwa siku ya mapumziko. Gavana aliyetoa matamshi yenye utata kuhusu kifo cha Raila ajipata mashakani Kenya. Naam. Na tumai ubweri wa afya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph. Mfalme Charles na Malkia Camilla wamewasili ndani ya Vatican kukutana na Papa leo katika ziara hii ya kihistoria. Familia ya kifalme ilipowasili Vatican, wimbo wa taifa Uingereza God Save the King umeimbwa. Mfalme na Malkia walisimama pamoja wakati walinzi wa Uswizi waliovalia vizuri wakiwa kwenye sherehe ya kuwakaribisha. Shirika la Reli Tanzania TRC limetoa taarifa kuhusu ajali ya treni ya umeme EMU iliyokuwa ikisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma majira ya saa 2 asubuhi kutoka Oktoba hii ya 23 mwaka huu katika kituo cha Ruvu. Shirika limesema kuwa ajali hiyo imetokana hitilafu ya kiuendeshaji na kwa taarifa za awali hakuna tukio la kifo. Taarifa ya leo Oktoba 23 mwaka huu imetolewa na TRC imebainisha kuwa timu ya wataalamu imeendelea na uchunguzi wa kina na juhudi za kuhakikisha kwamba huduma zinarejelea hali yake ya kawaida. Rais wa Zanzibar Daktari Hussein Ali Mwinyi ametangaza Jumatano ya tarehe 29 Oktoba itakuwa ni siku ya mapumziko visiwani. Tangazo hilo limewadia kuwa linawapa fursa wananchi kushiriki uchaguzi unaotarajiwa kufanyika siku hiyo.
Aidha, Rais Mwinyi amewasihi wananchi, hasa wakazi wa Zanzibar, kufuata miongozo na mwelekeo uliotolewa na tume ya uchaguzi ya Zanzibar ZEC ili kudumisha utulivu wakati wa kupiga kura. Tume ya Kitaifa ya Uwiano na Maridhiano nchini Kenya, NCIC, imemtaka gavana wa Nyeri Mutahi Kahiga kutoa maelezo rasmi kuhusu kauli zake alizozua utata kuhusu kifo cha aliyekuwa kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Kauli hizo zimezua hasira kubwa nchini Kenya, hasa baada ya Kahiga kusema kuwa kifo cha Odinga ni mpango wa Mungu ili kanda hiyo ya mlima Kenya ipate faida kutoka kwa rasilimali za serikali ambazo zilikuwa zikielekeza kwingine. Kahiga alidai kuwa makubaliano ya kisiasa kati ya Rais William Samoei Ruto wa Kenya na hayati Raila Amolo Odinga yalisababisha vipaumbele vya maendeleo ya serikali kuelekezwa zaidi katika kanda ya Nyanza, hali anayodai kumfanya mkoa wa mlima Kenya kupoteza fursa za kimaendeleo. Tume ya CIC imesema kuwa kauli hizo ziliharibu kwa kiasi kikubwa juhudi zinazofanywa kudumisha amani na mshikamano wa kitaifa, na kwamba gavana Kahiga anapaswa kuwajibishwa kwa kauli hiyo, ambapo ni mtu anayeongoza katika nafasi ya umma. Katika taarifa yao ya Jumatano, tume hii imeonya kuwa kauli kama hizo si tu zinahusisha kumbukumbu za shujaa wa taifa, bali zinaweza kuchochea migogoro ya kikabila na mivutano ya kijamii wakati taifa linapolia kiongozi wake wa zamani. Aidha, NCIC ilisifu baraza la magavana kwa kujitenga wazi na gavana Kahiga na kumuondoa kutoka nafasi yake ya makamu mwenyekiti wa baraza hilo. Hatua ilionekana kama ishara chanya ya kuimarisha maadili ya umoja, heshima na ujumuishwaji katika uongozi wa kitaifa. Kauli hizi za gavana Kahiga isababisha hasira kubwa katika maeneo tofauti, huku wengi wakimlaumu kwa kuonyesha ukosefu wa hisia na taaluma katika kauli yake. Hali hiyo imesababisha baraza la magavana kuamua kwa kauli moja kumuondoa Kahiga kutoka nafasi ya makamu mwenyekiti baada ya yeye kutangaza kujiuzulu. Baada ya shinikizo hilo, Kahiga aliomba radhi kwa familia ya Raila Amolo Odinga, chama cha Orange Democratic Movement ODM, wenzake na wananchi wa kanda ya Nyanza, akibainisha kuwa maneno yake yalikuwa ya kibinafsi na hayakuwasilisha maoni ya watu wa Nyeri wala baraza la magavana. Pia chama cha ODM, waziri wa kilimo Mutahi Kagwe, viongozi wa kaunti ya Nyeri na viongozi wengine wa kisiasa wamekosoa vikali kauli hiyo, wakitoa wito wa uvumilivu na ushikamano ili kuendeleza amani nchini Kenya. Na kwenye taarifa nyingine, katika mafanikio makubwa ya kimatibabu, madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta kule Kenya wamefanya upasuaji unaoaminika kuwa mkubwa zaidi kurekodiwa duniani wa gigantomastia na kuondoa kilo 20.86 za tishu za matiti kutoka kwa msichana wa miaka 17. Lydia Musivi alikuwa akiishi na aina kali ya gigantomastia, hali adimu ya ukuaji wa matiti kupitia kiasi na mara nyingi kumdhoofisha. Ingawa gigantomastia yenyewe ni nadra, kiasi kama hicho cha kuondolewa kwa tishu hakijasikika katika kesi yoyote iliyorekodiwa. Upasuaji uliofanyika mapema mwezi huu unasifiwa kama ushindi wa kiafya na wa kimatibabu. Upasuaji huo mgumu sana uliongozwa na Daktari Benjamin Wabwire, mkuu wa upasuaji maalum na urekebishaji katika Kenyatta National Hospital. Amesisitiza athari kubwa ya kibinadamu ya uratibu huo. Mabalozi kutoka nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya wameridhia kuweka vikwazo vipya dhidi ya Moscow ili kukabiliana na uvamizi wake nchini Ukraine. Vikwazo hivi vinalenga kupunguza mapato ya mafuta na gesi ya Moscow, kulingana na Denmark ambayo kwa sasa inashikilia urais wa Umoja wa Ulaya. Vikwazo hivyo ni pamoja na kupiga marufuku uagizaji wa gesi asilia inayoyeyuka kutoka Urusi hadi mwaka 2027, kuzipiga marufuku meli za mafuta zinazotumiwa na Moscow
na vikwazo vya kusafiri kwa wanadiplomasia wa Urusi kwenda Ulaya. Baraza la Katiba la Kamerun limesema kuwa yatangaza matokeo ya uchaguzi wa urais siku ya Jumatatu tarehe 27 Oktoba saa 5 asubuhi kwa saa za huko. Haya yanajiri baada ya kuhitimisha kusikilizwa kwa kesi leo. Majaji walitupilia mbali maombi yote ya ama kufutwa kwa sehemu au uchaguzi wote. Hivi karibuni kanisa Katoliki nchini Kamerun liwataka wajaji wa Baraza la Katiba kuhakikisha uamuzi wao unaonyesha matakwa ya wapiga kura, likiomba kwamba matokeo yasibadilishwe ili kumpendelea mgombea mwingine. Kabla ya kutangazwa kwa matokeo hayo, mji mkubwa ama mikubwa nchini humo imekumbwa na maandamano, huku wengi wakikemea ukiukaji mkubwa wa zoezi la uchaguzi. Msemaji wa zamani wa serikali Isa Chiroma Bakari alijitangaza kuwa mshindi wa uchaguzi huo na kumtaka Rais Paul Biya akubali kushindwa. Mamlaka hiyo ilieleza hatua yake hiyo kuwa kinyume cha sheria na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi ya Baraza la Katiba. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio 14 Africa. Sasa hivi ni wakati wa kupokea ripoti za waandishi, uchambuzi na vile makala. Awamu hii ya pili tunashirikiana na shirika la idhaa ya Kiswahili ya DW. Matangazo haya unayapokea msikilizaji mbashara hivi sasa, ambapo tunaelekea kupokea ripoti za waandishi, uchambuzi, makala, ambapo awamu hii ya pili tunashirikiana na DW. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo kwa kampuni mbili kubwa zaidi za mafuta za Urusi. Amesema mazungumzo yake na rais wa Urusi Vladimir Putin kumaliza vita vya Ukraine hayaendi popote. Kwa miezi mingi Trump amejizuia kuiwekea Urusi vikwazo. Angela Mdungu na taarifa hiyo kwa kina. Vimewekwa baada ya miezi kadhaa ya wito wa rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kumtaka Trump aiwekee Urusi vikwazo vikubwa zaidi katika sekta ya mafuta ya nchi hiyo. Akizungumzia hatua hiyo ya utawala wake, Trump amebainisha kuwa leo ni siku kubwa kwa maana ya kile tunachokifanya. Vikwazo hivi ni vikubwa sana, ni dhidi ya makampuni mawili ya mafuta, na tuna matumaini kuwa havitadumu kwa muda mrefu. Tuna matumaini kuwa vita vitamalizika. The war will be settled. Marekani imeiwekea Urusi vikwazo hivyo wakati katibu mkuu wa jumuiya ya kujihami ya NATO Mark Rutte akiwa mjini Washington kwa mazungumzo na Trump. Muda mfupi baada ya Marekani kutangaza hatua hiyo, Urusi kupitia msemaji wa wizara ya mambo ya nje Maria Zakharova imesema vikwazo vipya vya Marekani dhidi ya sekta yake ya mafuta ni hatua isiyo na tija na inahatarisha juhudi za kidiplomasia za kuvimaliza vita vya Ukraine. Kwa upande wake, aliyewahi kuwa rais wa Urusi Dmitry Medvedev ameeleza mapema leo kuwa uamuzi wa utawala wa Trump wa kufuta mkutano wa Budapest na kuweka vikwazo dhidi ya makampuni ya mafuta ya Urusi unaonyesha kuwa Marekani ni adui wa taifa hilo na iko mbioni kuingia vitani na Moscow. Aidha, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ameipongeza hatua iliyochukuliwa na Marekani akiitaja kuwa ni muhimu. Zelensky amesema uamuzi huo ni ishara muhimu kwa nchi nyingine duniani kuungana kuiwekea Urusi vikwazo. Naye mkuu wa sera za kigeni wa Umoja wa Ulaya Kaja Kallas ameupongeza utawala wa Trump kwa vikwazo dhidi ya sekta ya nishati ya Urusi na kuongeza kwamba ni ishara muhimu. Hayo yanajiri wakati ambapo Umoja wa Ulaya katika hatua tofauti umekubaliana kuchukua hatua mpya dhidi ya Urusi zinazolenga kuyadhoofisha mapato ya nchi hiyo yanayotokana na gesi na mafuta. Itakumbukwa kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wanatarajiwa kufanya mkutano mjini Brussels leo Alhamisi, huku moja ya ajenda yao ikiwa ni kujadili namna ya kuisaidia zaidi Ukraine katika mzozo wake dhidi ya Urusi. Haya, asante sana. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu, ambapo hivi sasa
ni kwamba baraza la katiba la Kamerun limetupilia mbali malalamiko yote yaliyokuwa yakipinga uchaguzi wa urais uliofanyika Oktoba 12. Hiyo inafungua njia ya kutangazwa kwa matokeo kamili. Wakati haya yakijiri, vikosi vya usalama vimekabiliana na waandamanaji wa upinzani katika miji kaskazini. Saumu Njama na taarifa zaidi. Katika mji mkuu na miji mingine nchini humo kufuatia tuhuma za udanganyifu wa uchaguzi, baraza la katiba limekataa maombi 10 yaliyokuwa na madai ya kujazwa kwa kura bandia, vitisho kwa wapiga kura na dosari nyinginezo, likitaja sababu za ukosefu wa ushahidi wa kutosha au halina mamlaka ya kufuta uchaguzi. Maamuzi ya baraza hilo ni ya mwisho na hayawezi kukatiwa rufaa. Isa Chiroma, aliyekuwa mshirika wa Bia na sasa ni kiongozi wa upinzani, alidai kupitia ukurasa wake rasmi wa kampeni kuwa ameshinda uchaguzi kwa 54.8% ya kura, akidai kuwa matokeo hayo yanawakilisha 80% ya wapiga kura. Hata hivyo, alikataa kuwasilisha malalamiko yake kwenye baraza la katiba, akionya kuwa hatakubali matokeo mengine yoyote. Kwa watu wa Kamerun walio wengi kwa kiasi kikubwa hawatakubali kamwe uhalalishaji wa baraza la katiba kuhusu upotoshaji na ujazaji wa kura, kwani jambo hilo limefika katika uangalizi wa dunia nzima. Ndugu zangu wapendwa wa taifa hili, hali ni ya kutia wasiwasi. Hatutaruhusu ushindi wetu kuibiwa. Ikiwa wanapendelea kutishia utulivu na amani ya nchi badala ya kukubali kushindwa, tutajibu kwa msimamo wa amani wa wananchi. Serikali imekanusha tuhuma za udanganyifu wa kura na kuwataka wananchi kusubiri matokeo rasmi. Maandamano ya hapa na pale yamezuka katika miji kadhaa baada ya matokeo ya awali yaliyoripotiwa na vyombo vya habari vya ndani kuonyesha Bia anaelekea kushinda. Siku ya Jumatano, mapigano yalizuka kati ya vikosi vya usalama na wafuasi wa Chiroma katika miji ya Marua na Giraua kaskazini mwa Kamerun. Vikosi vya usalama vilitumia mabomu ya machozi kuwatawanya wafuasi wa upinzani waliokuwa wakiandamana katika mji mkuu Yaounde na Garua. Rais Bia, ambaye ameongoza nchi hiyo ya Afrika ya Kati tangu mwaka 1982, anaweza kuendeleza utawala wake hadi karibu na umri wa miaka 100 iwapo baraza la katiba litathibitisha ushindi wake baadaye wiki hii. Haya, asante sana Saumu Njama kwa taarifa hiyo kutokea Kamerun, ambapo tunazidi kusonga mbele, ambapo muunganiko wa asasi za kiraia zinazojihusisha na masuala ya jinsia, wanawake na watoto umewahimiza Watanzania wakapige kura kwa wingi. Wamekemea vikali udhalilishaji na lugha za kejeli wanazorushiwa wagombea wanawake na viongozi wanawake kuelekea katika uchaguzi mkuu Oktoba 29. Florence Majani na taarifa hiyo kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Akisoma tamko hilo kwa niaba ya asasi zaidi ya 10 zinazoangazia masuala ya wanawake, vijana na watoto, mwasisi wa chama cha wanahabari wanawake Tanzania TAMWA, Rozi Haji Mwalimu, amesema mwanamke kiongozi anaposhika madaraka basi asihukumiwe kwa jinsia yake, bali kwa uwezo, uzoefu na dira yake ya maendeleo. Tanzania imepiga hatua ya juu sana ya kumpata mwanamke ambaye ni kiongozi wa taifa, rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Yeye amekuwa kama ni kigezo mtu, kielelezo kwa wanawake wengine. Kwa mwaka huu umeona kuna wanawake wawili wengine wamejitokeza kuwania urais. Kwa hiyo mwamko kwa Tanzania anasema kumekuwa mzuri, lakini bado hautoshi. Katika tamko lao, asasi hizo zimesisitiza kuwa zinakwenda kutimiza wajibu wao wa kikatiba kwa kupiga kura, huku wakihimiza wanawake na makundi mengine kwenda kushiriki katika mchakato huo wa kikatiba kwa kupiga kura. Hali kadhalika, tamko hilo limeitaka Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi, vyama vya siasa na wadau wote kuhakikisha mazingira ya uchaguzi yanakuwa salama, jumuishi na huru dhidi ya vitisho, udhalilishaji na ukatili wa kijinsia ambao wamesema mara nyingi huwakatisha tamaa wanawake kushiriki kikamilifu katika siasa. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Binti Makini, Janet John, ambaye pia ni miongoni mwa asasi zilizotoa tamko hilo,
amesema hakuna mtu ambaye hatamani ya kumwona mtoto wake ni rais, iwe hivyo hata kwa mtoto wa mwenzio akishika nafasi. Tusimjaji kwa kigezo cha jinsi, ila tuangalie kile anachokifanya, lakini tusitumie kigezo cha jinsi kumjaji mtu kwenye masuala mazima ya uongozi. Tamko hili limesema kuwa kwa kumpata rais mwanamke Samia Suluhu Hassan, Tanzania imepiga hatua kubwa, kwani kupitia yeye dira ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDG namba 5 inayosisitiza usawa wa kijinsia na uwezeshaji wa wanawake katika maamuzi imetekelezwa. Mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya wanawake katika jitihada za maendeleo wa Jiki, Janet Mawinza, amesema wanawake wanapaswa kwenda kupiga kura ili iwe fursa kwa wao kuwatwika walio madarakani mahitaji yao. Kuna umuhimu wa ushiriki wa wanawake katika swala zima la uongozi, ambapo kila mmoja ana wajibu kulingana na miongozo na sera. Kwa hiyo tunaamini kwamba kama kutakuwepo na uongozi wa wanawake, masuala yanayowahusu wanawake na jamii kwa ujumla yanaenda kutekelezwa na kusimamiwa bila changamoto yoyote. Tamko hilo limetolewa na muunganiko wa asasi zaidi ya 10 za kiraia, ikiwemo TAMWA, asasi za wanawake wanasheria, WILDAF na ULAC, Wajiki, asasi za vijana zinazoangalia haki za wanawake, vijana na watoto, ikiwemo Yanga na Live pamoja na Generation Act Africa. Wamelitoa tamko hilo wakati Tanzania ikijiandaa na uchaguzi mkuu utakaofanyika Oktoba 29, na uchaguzi huo unatarajia kushirikisha vyama zaidi ya 17 vya upinzani. Florence Majani, DW, Dar es Salaam. Asante sana Florence Majani kwa taarifa hiyo kutokea maeneo ya Dar es Salaam. Nazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari, ambapo hivi sasa tunashirikiana na shirika la DW kwenye matangazo yetu haya ya ripoti za waandishi, uchambuzi, vile vile na makala, wakati ambapo hivi sasa ni habari za dunia Afrika leo mchana. Tupo mbashara, ambapo kupitia idhaa hii usisahau kujisajili nasi, subscribe, mkwaju follow, vile vile penda, ambapo vile vile unaweza kuvutiwa na yale ambayo tunayafanya. Usisite kutuandikia maoni yako radio14africa@gmail.com. Pia tembelea tovuti yetu Kantona Digital uweze kupokea mengi. Wakati huu basi naungana naye Najat Omar ambaye ana taarifa zaidi. Ilipoanguka mikononi mwa waasi wa AFC na M23 mwezi Januari, kumewaacha wakazi wa jiji hilo wakiwa hawana njia rasmi ya kufanya shughuli za biashara kama kuwekeza, kufanya malipo na kubadilisha fedha. Suluhisho lililobuniwa na waasi hao, yaani mfumo wa Kadeko kama taasisi ya umma mbadala kwa mabenki, bado haujafanikiwa kuwashawishi wakazi wa mji huo, kama wanavyoeleza hapa baadhi yao. Binafsi sioni faida ya kuweka pesa yangu katika mfuko ule, kwa sababu bado nina mashaka juu ya mfumo wake ambao nina hofu unaweza kubadilika wakati wote. Zaidi ya hapo, Kadeko haitambuliwi kimataifa. Mimi siwezi kuchukua pesa yangu na kuiweka katika benki ambayo tayari imetangazwa kuwa haramu na serikali kuu. Kwa hiyo nafikiri hakuna jambo bora la kufanya zaidi ya kuwa mwangalifu na kutafuta njia nyingine za kuhifadhi pesa yangu. Sina akaunti katika Kadeko kwa sababu kwanza sina cha kuweka akiba, lakini pia sijawahi kuiamini Kadeko. Hili halihusiana na uasi huu, imekuwa hivyo tangu zamani. Matokeo ya kukosea imani mfuko wa Kadeko ni kwamba miamala ya kifedha hufanyika kwa njia zisizo rasmi kupitia madalali wa fedha kwa pesa taslimu au kupitia mfumo wa simu wenye viwango vinavyobadilika. Kutokuwepo kwa mfumo rasmi wa kifedha kunadhoofisha uchumi ambao tayari umeyumbishwa na kukosekana kwa usalama thabiti. Pia kunachochea kutoroshwa kwa mitaji kupitia njia za kimagendo kwenda katika maeneo ambayo bado yanadhibitiwa na serikali ya Kongo, na wakati mwingine hata nje ya nchi, hasa Rwanda, kama anavyofafanua mchambuzi wa masuala ya uchumi Dadi Saleh. Na kisi kiuchumi ambayo inakatiza mzunguko wa kifedha. Hivi ndivyo mambo yanavyokuwa katika maeneo yote yanayokaliwa na wasi. Ni tatizo, na iwapo hali itazidi kuwa mbaya, mzunguko wa kifedha utaanza kutafuta njia nyingine. Tayari inaweza kuwa Gisenyi katika nchi jirani ya Rwanda na njia nyingine ambazo mara nyingi sio halali. Hata kabla ya kuanguka kwa Goma, sehemu kubwa ya shughuli za kifedha ilikuwa ikifanyika kwa pesa taslimu, lakini kutenganishwa kabisa na mfumo wa kitaifa wa benki kumefanya hali kuwa mbaya zaidi.
Kwa wakazi wa Goma, chaguo lilobaki ni ama kuzituza fedha zao majumbani au kuziweka katika mifumo ambayo uaminifu wake ni wa kutiliwa mashaka. Ndiyo hali ambayo inajitokeza, na tunazidi kusonga mbele kwenye taarifa yetu ya habari, ambapo wakati huu tunaelekea kwamba Mahakama Kuu Kenya imesitisha utekelezaji wa baadhi ya vifungu vya sheria ya makosa ya mtandao na uhalifu wa mwaka 2025. Sheria hiyo imezua hisia mseto na ilipata ridhaa ya bunge na Rais William Samuel Ruto kuitia saini rasmi wiki iliyopita. Delma Mwazaya na taarifa hiyo. Mwanaharakati Ruben Kigame na tume ya kutetea haki za binadamu KHRC kufika mahakama ya Milimani kuwasilisha malalamiko rasmi ya dharura. Kwa mtazamo wao, vipengele vilivyobadilishwa vinatishia moja kwa moja uhuru unaolindwa na katiba, ukiwemo kujieleza, haki za vyombo vya habari na mawasiliano ya kidijitali. Jaji Lawrence Mugambi aliamuru utekelezaji usitishwe kwa muda wa vifungu vya 27 cha kwanza ba, 27 cha kwanza cha na 27 cha pili vya sheria hiyo mpya hadi pale kesi itakaposikilizwa na kuamuliwa. Ijapokuwa sheria hiyo ilitiwa saini siku ambayo Kenya ilipoteza hayati waziri mkuu wa zamani Raila Odinga, Jaji Mugambi alisisitiza kuwa hilo lilifanyika kwa kufuata muda uliowekwa kisheria na hakuna usiri wa hatua hiyo. Kulingana na waliowasilisha malalamiko hayo rasmi, vifungu vinavyozua hisia mseto havina tafsiri iliyo wazi, hali ambayo inatoa fursa kwa ukosoaji wa serikali kwa uhalifu, kuvujisha taarifa na hata ukosoaji mitandaoni wa viongozi wa umma na sera za serikali. Kimsingi, endapo sheria hiyo itafanya kazi ilivyo, basi athari zake zitadhihirika kwenye wanaharakati, kwenye majukwaa ya kidijitali na uandishi wa habari za maslahi ya umma. Ruben Kigame ni mwanaharakati, mgombea wa urais mtarajiwa na mmoja waliowasilisha malalamiko mahakamani, na anasisitiza kuwa utaratibu ulikiukwa. Sheria hii ingeingilia mno na kubana matumizi huru ya haya maeneo yote. Tarehe 5 Novemba ndio itaamua kwamba kesi hii itasikizwa kama itawezekana kubana kile kipengele cha 7 peke yake au sheria nzima kubanwa na kuondolewa. Bunge la chini lilipitisha sheria hii bila kuiwasilisha kwa seneti. Ifahamike kuwa kifungu cha 27 cha sheria ya awali ya makosa ya mtandaoni kilishawahi kukosolewa na mashirika ya kiraia kukutafsiri kuwa uhalifu wa uchapishaji wa taarifa zisizo sahihi, za kupotosha au kutatiza mitandaoni, maelezo ambayo yanaweza kutumiwa vibaya. Francis Owino ni mwanaharakati wa kundi la Vibes Tribe la vijana wanaotetea haki za kiraia, na kilio chao ni uwajibikaji. Sisi hatuna energy ya kwenda kwa barabara, but this time around tumeamua kutumia diplomacy ndio tukuonyesha malilio yetu, but ukitusukuma itabidi tumejaza Nairobi na kitu itazaliwa izaliwe. Kesi hiyo imeratibiwa kupata mwongozo mpya tarehe 5 mwezi ujao wa Novemba. Thelma Mwazaya, DW, Nairobi. Asante sana Delma Mwazaya. Wakati huu basi, msikilizaji, moja kwa moja tunaenda kupokea yanayojiri kwenye majukwaa ya mawasiliano, na sasa hivi tunakuomba simama na kituo kufikia malengo yetu ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yetu mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Wasilisha mchango wako kupitia paybill namba ni 625 account number ni 012450 85217800 au till number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya urushaji wa hela. Vile vile unaweza wasilisha mchango kupitia PayPal ambapo ni email cantona.online254@gmail.com. Iwapo basi uko maeneo ambapo unahitaji kutumia PayPal kuweza kuwasilisha mchango wako, au vile vile unaweza enda kwenye link pale kwenye Facebook ya Radio 14 Africa, utapata pale PayPal link ambayo itakusaidia kwa njia hiyo. Tunahitaji kununua transmitter na vile vile station transmitter link. Sasa hivi msikilizaji, na kurejesha kwenye studio za DW ambapo
yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Lakini shirika la reli la Tanzania halijaeleza wala katika taarifa yake limesema kwamba hakuna tukio la kifo lililotokea. Tunaadhimisha miaka 200. Tanzania pia imepata kuzindua treni ya SGR Lilian na msikilizaji, lakini mambo kama hayo yanatokea 1825. Sasa maoni yamekuwa mseto katika kurasa zetu za mitandao ya kijamii baada ya kuchapisha jana usiku ama leo alfajiri taarifa hiyo. Kwa mfano, mtu sahihi anasema ni uhakika kuwa kuna hujuma kwenye swala hili na swala la hitilafu la uendeshaji, ama inawezekana ni uzembe wa waendeshaji unaotokea. Anazungumzia hiyo ajali ya treni la SGR huko nchini Tanzania. Tatu Tofi anasema mbona dharau hizi? Yaani sisi tunaadhimisha miaka hii, halafu kweli treni yetu inapata mushkeli siku hiyo ya maadhimisho. Mambo haya hayaeleweki. Abu Chaka anasema halina hata miaka 2 tayari toka lizinduliwe, tayari limeacha njia. Lakini unajua mambo mengine huwezi kuyazuia. Ya kibinadamu haya. Na pengine kama huyo mtu sahihi anasema pengine kuna hujuma zinafanyika. Inawezekana kwa sababu si jambo la kawaida. Kwa treni ya umeme kutoka kabisa katika njia yake na kutoka hata picha Lilian hazionyeshi kwamba zinavutia, ni picha mbaya, vioo vimevunjika. Lakini Najat, ni vitu ambavyo vinatokea hata huko, tumeshuhudia treni zikipoteza njia. Ama inawezekana ni ishu miundo mbinu, hujuma, pengine vile vyuma vimetolewa. Unajua, kwa sababu ni katikati ya tunaweza kusema mwito ama vichaka kwenye hiyo eneo ambalo limepata ajali. Na binadamu, unajua kuna hawa malchakara wanaouza vyuma chakavu. Nao pia wanahujumu miundo mbinu hii. Ni jambo la kusikitisha kusema kweli. Leo nipo katika kurasa za Facebook na Instagram, pia kuna taarifa inayosema kwa mara ya kwanza kabisa duniani mbu wamegunduliwa nchini Iceland. Yani nimeona eti mbu 3. Yani sisi wengine tunakotokea huko tunalala na vyandarua vitatu. Dawa ya mbu tunajipuliza. Alafu Iceland kwa mara ya kwanza toka wawe katika dunia hii ya sasa wamegundua mbu 3. Taifa ambalo kwa muda mrefu limekuwa miongoni mwa maeneo machache duniani yasiyo na mbu kabisa. Taasisi ya sayansi ya asilia Iceland imesema mbu hao 3 aina ya Gulcenta annulata, majike 2 na dume 1 wamegunduliwa kaskazini mwa mji mkuu wa Reykjavik. Mbali na Antarctica, Iceland imekuwa mojawapo ya maeneo machache duniani ambayo hayana mbu kabisa. Ninajaribu kufikiria kwamba kuna mtu aliwahi kutaka kudondoshwa kitandani kwa sababu ya mbu. Halafu kuna watu wengine wamefanya utafiti wa mbu 3. Haya, dunia ina mambo. Maoni ni mengi katika kurasa zetu za Facebook, hususan Instagram. Kuna mmoja anasema sasa wajiandae kununua neti, bila kusahau dawa kali ile inaitwa rungu ya kuua mbu. Haya, Lili anaomba tusome ujumbe wa msikilizaji. Itabidi tuanze kuimport na sisi kutoka kule zije huko. Tuwapelekee wao kabisa. Haya, basi tuangalie kwenye kurasa zetu na sisi watu wanasemaje. YouTube hapa namuona Isaya Sambo anasema mwanasiasa aliyeahidi kutunza siri za chama kisha akazivunja baadaye, kesho anaweza kutoa siri hizo kwingineko atakakokwenda. Haya ni ujumbe wake huo. Rafael Bahati anasema yeye yuko Mara, Mungu tusaidie na utulinde sisi wa Tanzania. Dismas Maro anasema haya hayajawahi kutokea katika chaguzi zilizopita. Pia DW naomba msome ujumbe wangu. Haya tushausoma Dismas. Haya Najat. Jackson Valence kutoka Dodoma, Tanzania anasema kundi la waasi la M23 wanapaswa kuangalia upya sera zao za kifedha ili kuhakikisha wananchi usalama wa fedha zao na kuepuka upotevu wa mali za raia. Thomas Mwaulisi anasema akiwa Kongwa Dodoma na wafuatilia moja kwa moja kupitia DW. Hongereni sana kwa kutuhabarisha mubashara. Shukrani kwa kuungana nasi. Padri Moshi kutoka Moshi pia nchini Tanzania anasema kama kuna ushahidi kuwa Rais Paul Biya anashinda bila haki, basi njia sahihi ya kuonyesha ujumbe wa kisiasa ni kufanya maandamano ya amani hadi haki ipatikane. Namuona Nicholas Godfred Kayago kutoka Manyovu, Tanzania anasema nitatoa pongezi kwa yoyote atakayechaguliwa kuongoza taifa la Kameruni. La binafsi sio kubali uongozi wa Biya. Na katika ukurasa wa Facebook Father Sava Joseph akiwa Kibirizi Parish Kagera anasema Rais Zelensky usimwamini Trump, yeye ni kigeugeu, kaa mezani na Putin malize tofauti zenu. Barnabas Kulaya kutoka Moshi anasema viongozi wanapaswa kuwa na ukomo wa madaraka. Asante sana kwa kutuandikia, lakini tunakomea hapa kwa sasa.
Asante sana Najit Omar. Lilian Mtono pale katika Toyo umetuelekeza vizuri katika awamu hii. Ingia kwenye awamu ambayo ni ya pili. Kabla hapo tupokee kiziba mkonga cha siku ya leo. Moja kwa moja tupokee kiziba mkonga. Umasikini umewafanya wengi kuamini kwamba mwanaume akiwa hana hela basi hana mapenzi ya kweli. Hii ni deception. Umasikini umewafanya wengi kuamini kwamba mwanaume akiwa hana hela basi hana mapenzi ya kweli. Hii ni deception ambayo inazidi kutembea kwenye karne ya sasa. Hicho ndicho kiziba mkonga cha sasa.